Tanzania yaweka wazi uhusiano wake na nchi ya Tanzania ambao umezua taharuki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Uhusiano wa Marekani na Tanzania umejikuta ukifichuliwa kwa namna isiyopangwa, isiyo rasmi, lakini yenye uzito wa kisiasa na kimaadili usiopingika. Watoto wa Kitanzania wenye ualbino waliokatwa viungo kwa ukatili wakiwa nyumbani wamejikuta wakipata mikono bandia inayobadilisha maisha yao katika jimbo la New Jersey, Marekani. Tukio hili liliangaziwa na vyombo vya habari vya Marekani na kusambazwa kupitia akaunti rasmi ya ubalozi wa Marekani Tanzania. Limegeuka kuwa zaidi ya simulizi ya huruma, limekuwa ushahidi wa hai na jinsi uhusiano wa kimataifa unavyoweza kuokoa maisha pale dola inaposhindwa kutimiza wajibu wake wa msingi. Huu ni uhusiano unaoonekana si kati ya mkataba ama mikataba mikubwa ya kijeshi au makubaliano ya kibiashara, bali katika miili ya raia waliotelekezwa. Marekani imejitokeza kama mshirika wa kibinadamu, ikirejesha utu kwa manusura, huku Tanzania ikibaki kitazamwa kama taifa lililoruhusu mazingira ukatili kukua na kuendelea. Ubalozi wa Marekani Tanzania umeelezea wazi kwa uhusiano kati ya mataifa ya mawili unaenea hadi kwa watu wa kawaida. Kauli hii imepata uthibitisho wa vitendo kupitia msaada uliotolewa kwa manusura wa mashambulizi ya albino. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Drexel, timu ya kitabibu ya Medist na shirika la Global Medical Relief Fund wamejenga daraja la kibinadamu linalovuka bahari na siasa. Hapa Marekani haijatumia nguvu ya shinikizo, bali nguvu laini ya maadili, utaalamu na rasilimali. Ni aina ya diplomasia ambayo haitegemei hotuba, bali matokeo yanayoonekana. Mikono bandia inayofungwa ni ujasi imekuwa ishara ya mshikamano wa kimataifa, na wakati huo kielelezo cha kushindwa kwa mifumo ya ndani ya Tanzania kulinda raia wake walio hatarini. Umoja wa Mataifa umetambua wazi kuwa watu wenye ualbino katika Afrika Mashariki wamekuwa wakilengwa kwa ajili ya viungo vya kutokana na imani potofu za bahati. Wamekuwa wakilengwa sana, na Tanzania imekuwa mojawapo ya nchi zilizoathirika zaidi, na kwa miaka mingi mashambulizi haya yameacha vifo, ulemavu wa kudumu na hofu isiyoonekana lakini inayotawala jamii. Na katika muktadha wa uhusiano wa Marekani na Tanzania, ukweli huu unakuwa mzito zaidi, kwani Marekani imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Tanzania katika maendeleo, afya, elimu na utawala bora. Mabilioni ya dola yameelekezwa katika sekta ya afya kupitia mipango kama PEPFAR, na katika elimu na katika uimarishaji wa taasisi. Lakini pale linapokuja swala la ulinzi wa watu wenye ualbino, mafanikio haya yanagubikwa na kushindwa kwa sera za ndani. Tangu uhuru wa Tanzania, Marekani imekuwa miongoni mwa washirika wakuu wa maendeleo. Ushirikiano huu umevuka vipindi vya mabadiliko ya kisiasa, na kutoka enzi za vita baridi hadi zama za demokrasia ya vyama vingi. Na hata hivyo, uhusiano huu pia umebeba nyakati za mvutano, hasa pale masuala ya haki za binadamu na utawala bora yanapojitokeza. Kesi za mashambulizi dhidi ya albino zimekuwa mojawapo ya maeneo ambayo jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitazama kwa karibu, na kila tukio linaloripotiwa nje ya nchi huongeza shinikizo la kimya kwa serikali ya Tanzania. Si shinikizo la kauli kali, bali ni taswira. Taifa linapoonekana likishindwa kulinda watoto wake, basi washirika wake hulazimika kuchukua hatua za kibinadamu, hatua ambazo kwa bahati mbaya hufichua mapengo ya ndani. Huduma za mikono bandia zilizotolewa New Jersey hazikuwa na malipo, zilitolewa kwa misingi ya kujitolea na dhamira ya kibinadamu, na hii imeweka wazi tofauti kubwa. Wakati wa mashirika ya kiraia ya Marekani yanajitolea kurekebisha madhara, basi mifumo ya ndani ya Tanzania inaonekana kushindwa kuzuia madhara hayo yasitokee. Kwa manusura hawa, safari ya kupona imeanza mbali na nyumbani, na hii inaibua swali pana la kisera. Kwa nini Tanzania haina miundombinu thabiti ya ulinzi, ukarabati na ujumuishaji wa watu wenye ualbino? Kwa nini manusura wanasubiri miaka hadi kupata msaada wa maana, na mara nyingi kutoka nje ya nchi?
Habari hizi zilizopeperushwa na CBS News Philadelphia hazikuishia kuwa simulizi la kibinadamu, ziligeuka kuwa ripoti ya kimataifa kuhusu Tanzania, na watazamaji wa Marekani na kwingineko waliona picha ya taifa ambalo pia raia wake wanakatwa viungo kwa imani potofu na kuokolewa na mashirika ya kigeni. Na katika diplomasia ya kisasa, taswira ni nguvu. Uhusiano wa Marekani na Tanzania haupimwi tu kwa mikutano ya ngazi ya juu, bali pia kwa namna masuala ya haki za binadamu yanavyoshughulikiwa. Na kila hadithi kama hii huongeza mzigo kwa serikali ya Tanzania kujieleza, kujitetea na kubadili mwelekeo. Kile kinachoonekana katika hadithi hii ni kuibuka kwa uhusiano wa kiraia unaovuka serikali. Vyuo vikuu, hospitali na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Marekani yamechukua jukumu ambalo kimsingi ni la dola. Huu ni ushirikiano unaoonyesha uwezo wa jamii za wazi kushughulikia majanga ya haki za binadamu. Lakini pia ni onyo, pale serikali inaposhindwa, pengo hujazwa na wengine. Hii inaweza kuokoa maisha, lakini pia huacha doa la kisiasa. Tanzania inapofurahia misaada ya aina hii bila kufanya marekebisho ya ndani, inaonekana kama taifa linalotegemea huruma ya washirika badala ya kulinda raia wake. Uhusiano wa Marekani na Tanzania unatoa fursa zaidi ya misaada ya kibinadamu, unatoa jukwaa la majadiliano ya kina kuhusu ulinzi wa makundi maalum, utekelezaji wa sheria na mabadiliko ya kijamii. Lakini fursa hii itabaki kuwa maneno ikiwa haitatafsiriwa kuwa hatua za ndani. Elimu dhidi ya imani potofu, ulinzi wa haraka kwa watu wenye ualbino na adhabu kali kwa wahalifu vinahitaji kipaumbele cha kitaifa, na bila hayo kila msaada kutoka Marekani utabaki kuwa plasta juu ya jeraha linaloendelea kutokuwa na damu. Kinachoumia zaidi katika hadithi hii ni ukimya wa ndani unaolazimisha sauti za nje kuzungumza kwa niaba ya waathirika. Wakati vyombo vya habari vya Marekani vinaangazia ndani ya nchi, simulizi hizi mara nyingi hupotea haraka. Ukimya huu unaendelezwa mzunguko wa ukatili. Uhusiano wa Marekani na Tanzania katika muktadha huu unakuwa kipaza sauti cha wale ambao hawasikiki nyumbani, lakini jukumu la Tanzania kuhakikisha kuwa kipaza sauti hakihitajiki tena. Mwisho wa simulizi hili hauko New Jersey bali Tanzania, kwani mikono bandia inayofungwa Marekani ni mwanzo wa mjadala mpana kuhusu wajibu wa dola, nguvu ya ushirikiano wa kimataifa na gharama ya kushindwa kulinda walio hatarini. Na ikiwa Tanzania itaendelea kuonekana kama taifa linalorekebishwa na washirika wake, basi uhusiano huu utaendelea kubeba mzigo wa aibu ya kimya. Lakini kama itachukua hatua thabiti, uhusiano wa Marekani na Tanzania unaweza kubadilika kutoka hadithi ya kuokoa manusura hadi mfano wa mabadiliko ya kweli ya ndani. Ukimya, hofu na uzembe vikidumu, dunia itaendelea kuona mikono bandia ikitoka nje na kuuliza kwa nini mikono halisi haikulindwa nyumbani. Ni hayo tuliokuandalia kuhusiana na uhusiano kati ya nchi ya Tanzania na Marekani, jinsi ubalozi wa Marekani nchini Tanzania ulivyoandika ujumbe. Kwa ujumbe kama huo na jumbe nyingine zaidi, zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kufikisha taarifa hizi kwa wengi.